Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia kitabu cha Isaya sura 43 mstari 1-7. Anasema hivi, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Haleluya. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Ni nani hapa hajaitwa kwa jina la Bwana? Anyoshe mkono ili tukufanye leo uitwe kwa jina la nani? La Bwana. Yaani nani hapa ambaye hajaokoka? Sasa kama umeitwa kwa jina la Bwana, hii Biblia inasema hivi, ni kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Ina maana kila aliyeitwa kwa jina la Bwana anapokuwa ameitika akaitwa kwa jina la Bwana, aanze kutambua ya kwamba ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Unapozungumza habari ya ibada, mahali pa kuanzia ni wewe kujua umeumbwa kwa ajili ya nini. Bwana asifiwe sana. Tunapoongea kwa habari ya nini ibada, mahali pa kuanzia ili uishi maisha ya ibada yenye kumgusa Mungu, mahali pa kuanzia ni wewe kwanza kujua wewe uliyeitwa kwa jina la Bwana umeumbwa kwa sababu gani, umeumbwa kwa ajili gani. Umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Mungu amekufanya, Mungu amekuumba kwa ajili ya utukufu wake. Sasa kwa sababu Mungu ametufanya kwa ajili ya utukufu wake, anaanza kutafuta mtu ambaye ameitwa kwa jina lake ndani ya hili kanisa, ndani ya kusanyiko hili, wote ambao tumeitwa kwa jina la Bwana. Anatafuta mtu sasa, amen, miongoni mwao walioitwa kwa jina la Bwana, anatafuta mtu ambaye atampa Bwana utukufu, na njia mojawapo ya kumpa Bwana utukufu ni kumpa ibada halisi. Sasa niseme, kuabudu katika roho na kweli ni nini? Hiki kitu labda lazima na vizuri pia nikakizungumza, ili usogee hatua kama ulikuwa hujui kuabudu katika roho na kweli ni kitu gani. Amen. Kuabudu katika roho na kweli ni nini? Maana nasema saa yaja na saa ipo, si ndio? Bwana asifiwe sana. Ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na nini? Amen. Hii ni nini kumwabudu Bwana katika roho na kweli, au kumwabudu Baba katika roho na kweli? Kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni kuondoka mwilini. Amen. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli, amen, ni kuondoka mwilini, kuondoka katika mwili. Bwana asifiwe sana. Ni ile hali ya kuondoka katika mwili. Amen. Haleluya. Yaani kuondoka katika hisia zako za kimwili, katika mafikara yako ya kimwili, katika mawazo yako ya mwilini, katika mitizamo yako ya mwilini. Haleluya. Na kuingia rohoni, ama na kuingiza rohoni. Kwa hizo hisia zako za mwilini unaondoka, unaziingiza rohoni. Mafikara yako yao ya ubwaba, maharage, sijui vitu gani, unaondoka nayo, unayapeleka rohoni. Amen. Mawazo yako hayo sijui ya nini, sijui nikitoka hapa itakuwaje, unaondoka huko, unaenda rohoni. Kwa badala ya kutafakari yanayokuzunguka unaposema tunaabudu Mungu, maana ni fikira zako, mawazo yako yanaondoka huko, yanamwangalia Mungu, yanamtafakari Mungu. Hisia zako zinaanza kuhisi Mungu, kuhisi uwepo wa Mungu. Unajua wakati mwingine unaweza kuwepo kwenye ibada, kuna uwepo wa Mungu, lakini hujahisi uwepo wa Mungu. Kwa sababu gani? Hujaondoka wapi? Mwilini. Na kuingia wapi? Ndio maana unakuta watu ni wakavu wakati kuna uwepo wa Mungu, kwa sababu wako mwilini, hawajaweza kupenya na kuingia wapi? Rohoni. Kwa unakuwa umekusanyika kwa hasara. Kwa sababu gani? Hiyo ibada hujakwenda rohoni ukamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa kumwabudu Mungu maana yake ni ile ni kule kupenya kutoka mwilini ukaingia rohoni. Ukiweza kupenya, narudia tena, ukiweza kupenya, haleluya,
kutoka mwilini na kwenda rohoni, kwa maana ya ufahamu wako ukapenya, kuacha kufikiri na kuangalia mambo ya hapa mwilini na kuzunguka. Fikira zako zikapenyezwa kwanza kumtafakari Mungu na kumwangalia Mungu. Unaposema nashangaa kabisa Bwana jinsi ulivyo mkuu, ukapenyeza hizo fikira, ukaanza kumtafakari Mungu na uweza wake, ukapenyeza fikira zako. Nasema uketie katika kiti chako cha enzi, umevikwa nuru kama vazi, ukapenya, ukaondoka kwenye kuimba mwilini hayo maneno, ukaondoka kwenye mwili, ukaanza kupenya, ukaingia rohoni, ukaanza kumwangalia Mungu na kumtafakari Mungu. Utakuta ghafla umekutana na Mungu rohoni. Unanisikia nachokisema? Lakini ukaanza kuyaimbia huku mwilini, ukayaimbia maneno mwilini, ukasema tu mdomoni, huku naimba wala hujaweza kupenya rohoni, utaondoka ulivyoingia, hujakutana na Mungu katika roho. Nakwambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ni Mungu wa faida, sio Mungu wa hasara. Amen. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kitakacho kusaidia uwe na wepesi wa kupenya kuingia rohoni ni mazoea yako ya kumjua Mungu katika neno. Amen. Ukiwa msomaji wa neno na kumwelewa Mungu, ndio Biblia inasema kwamba mjue sana Mungu, si ndio? Ndipo mema atakapokujia, sivyo? Alafu Petro anasema kuweni katika neema na katika kumjua nani? Mungu. Unaona? Kwa kichocheo kitakachochochea ama kitakacho kusaidia kupata wepesi wa kupenya kuingia rohoni, moja, lijue neno. Lijue sana neno la Mungu. Amen. Mbili, uwe mtu wa kuomba, maombi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tatu, uwe mtu unayependa kumsifu na kumwabudu Mungu. Hivi vitu vikiwa sehemu yako, upenyo wa kupenya kutoka mwilini kwenda rohoni na kumwabudu Mungu rohoni, itakuwa kwako sio ishu ngumu. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, kwa nini Mungu anatafuta mtu? Swali lingine tunajaribu kutafakari. Kwa nini Mungu anatafuta mtu kama huyo? Kwa nini? Sababu ya kwanza iko pale pale kwenye ule mstari wa 24. Anasema ile sura ya 4 ya Yohana mstari wa 24, anasema Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na nini? Huyu Mungu ukimwabudu mwilini huwezi kukutana naye, kwa sababu yeye Mungu ni roho. Amen. Kwa sababu ya kwanza tunayotakiwa, kwa nini Mungu anatafuta mtu wa kumwabudu katika roho na kweli? Kwa sababu yeye Mungu ni roho. Hajavaa shati kama la kwangu sema utakutana naye hivi, wala hajavaa Kinyarwanda kama dadangu pale. Wale huko kwa watu kule Mahara na Nyarwanda wanafanana. Wanapiga hizi hapa. Amen. Hajavaa vile ukasema nikimvalia hivi nitakuvaa hivyo ulivyovaa, lakini ujue hukutani na wewe kwa jinsi ulivyovaa. Hukutani na yeye kwa jinsi unakutana na yeye ukitoka kwenye mwili ukaenda rohoni. Kwa nini? Yeye ni nini? Roho. Tunaelewana wapenzi? Hiyo sababu ya kwanza. Mungu wetu ni roho. Ndio maana atafuta wanaoweza kumwabudu yeye katika roho na kweli. Yeye ni roho. Yeye hana mwili wa damu na nyama kama wa kwangu na wa kwako. Amen. Sababu ya pili, kwa nini Mungu anatafuta mtu? Ni kwa sababu huyu mtu aliumbwa kwa mfano na sura yake. Amen. Ni kwa sababu huyu mtu aliumbwa kwa mfano na kwa sura yake, kama unavyojua maneno ya Mungu anavyosema kwenye kitabu cha Mwanzo. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni mimi ndipo ninapogundua ya kwamba Mungu anapenda ibada ya mwanadamu kuliko ya malaika kule mbinguni. Unasikia? Mpenzi,
Mungu anapenda ibada ya kwako kuliko ya malaika, kwa sababu malaika hajaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu ni wewe. Kwa hiyo kama ibada Mungu ataipenda ya kwako unayefanana naye zaidi ya yule malaika ambaye hafanani na nani? Na Mungu. Unaelewa hicho kitu, mtumishi wa Bwana? Hii maana yake nini? Maana yake ianze kuchochea moyo wako wa ibada, ianze kuamsha moyo wako wa ibada, kwa sababu najua wewe unafanana na Mungu. Mungu anapenda ibada yako kuliko ibada ya malaika, kwa sababu malaika hawajaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba tulipookolewa tumefanywa kuwa watoto wa Mungu, si ndio? Kwa hiyo uhusiano kati ya mimi na Mungu ni wa mtu na mtoto wake. Malaika hana uhusiano na Mungu wa mtu na mtoto. Unaelewa hicho kitu? Yaani mahusiano yaliyoko kati ya Mungu na malaika si sawa ya mimi na Mungu, kwa sababu mimi uhusiano wangu ni baba na mtoto. Malaika sio baba na mtoto. Kwa ibada atakayoipenda ni ya watoto wake kuliko ya wale ambao sio watoto wake. Amen. Tuko pamoja? Unamnyima Mungu ibada kwa nini, wakati ndio hitaji lake ukiwa mtoto wake? Kwa nini maisha yako ya ibada hayambariki Mungu wakati wewe ni mtoto wake? Unajua, ukisoma kitabu hiki cha Zaburi ya 16 ile mstari 1 wa 3, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Malaika watakatifu kwa neno hili sio bora kama wewe mtakatifu wa Mungu ulioko duniani. Narudia, malaika watakatifu walioko mbinguni wanaomhudumia Bwana, mtakatifu, 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 mbingu na nchi zimejaa utukufu wako, wanaoinama mbele zake na kuvua taji zao mbele zake, sio bora kama wewe. Amen. Unajua, tukijua siri jamani, ibada yetu itakuwa na mlipuko wa Mungu kila siku. Kila siku tukianza kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu, kutakuwepo na mlipuko wa Mungu kila siku, kwa sababu ya ubora wa watakatifu walioko duniani. Lakini kama hatujui siri hii, ndio ibada zinakuwa kavukavu, kwa sababu hatujajua Mungu anapatikanaje, tunakutana na Mungu vipi katika ibada.